Nadhani nilipata kiharusi kwa sababu ya shinikizo la damu. Hata ingawa sikuwa na ukaguzi wa kawaida kusema kwamba ilikuwa katika kiwango cha hatari. Ikiwa ningekuwa naendelea hivyo, labda ningeweza kuepuka kupata kiharusi. Kwa sababu nimekuwa na ukaguzi na nilijua nilikuwa na shinikizo la damu, lakini halikuwa baya kiasi cha kuchukua vidonge vyovyote. Vihatarishi nilivyokuwa navyo vilikuwa juu, kuwa na shinikizo la damu na historia ya familia. Sasa najua hivyo kwa sababu vihatarishi nilivyokuwa navyo vilikuwa juu, kuwa na shinikizo la damu na historia ya familia. Lakini wazazi wangu, mmoja wao alikufa kwa kiharusi na mwingine alikufa kwa mshtuko wa moyo. Kwa hivyo nilijua walikuwa. Sasa najua kwamba walikuwa vihatarishi vikubwa vya mimi kupata kiharusi mwenyewe. Kwa kweli sikujua kwamba ningekutana na kiharusi chochote. Kwa sababu nilikuwa kijana wakati huo, nikiwa na umri wa miaka 48 na nilicheza badminton mara 2 kwa wiki na nilifanya kazi zote za bustani na niliendesha gari kwenda miji mingine wakati wa likizo na nilihisi kwamba nilikuwa na afya kamili. Kwa hivyo sikuwahi kufikiria kwamba ningepata kiharusi. Lakini tu baada ya hapo nililazwa hospitalini na kisha niliambiwa kwamba kwa sababu nilikuwa na mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida na hii ilisababisha kuganda kwa damu na kisha kuganda kwa mishipa ya damu ya ubongo wangu na kusababisha kiharusi. Pia nina uzoefu wa kile wanachokiita ni kiharusi kidogo, wanakiita TIA. Na hii ndio niliopuuzia kwa sababu kwa kweli hii ilikuwa dalili au onyo kwangu wakati huo. Lakini hii ilikuwa imechelewa sana kwangu kwa sababu nilitambua tu baada ya kiharusi kutokea kwangu. Ninaamini kweli kwamba ilikuwa ni lishe yangu. Ilikuwa ni lishe duni. Nilikuwa natumia siagi katika upishi wangu wote niliofanya. Sio tu vyakula vya kuchukua. Sio hivyo tu, kabla ya kupata kiharusi, nilikuwa nadra sana kwenda kwa daktari na kufanya ukaguzi wa afya. Haikuwa hadi nilipopata kiharusi, ndipo daktari aliniambia kwamba nilikuwa na shinikizo la damu. Nadhani kiharusi kilinitokea kwa sababu nilikuwa na shinikizo la damu kidogo na halikudhibitiwa au kufuatiliwa. Sikuwa kwenye dawa wakati huo. Pia labda lishe yangu isiyo na afya. Unajua mifumo isiyo ya kawaida ya kula, isiyo thabiti. Kupata chakula cha kuchukua njiani, kurudi nyumbani. Na shughuli zangu za kimwili, unajua, zilikuwa zisizo thabiti. Ningefanya vizuri sana kwenye mazoezi kwa muda, na kisha ningelazimika kuacha, na kisha ingekuwa ya hapa na pale, na kisha kurudi na mbele, na kisha hakuna kitu kabisa. Pia kolesteroli yangu ya damu ilikuwa juu kidogo, na sikuwa na wazo juu ya kolesteroli ya damu ilikuwa nini au hadi ilipotokea. Na pia kuwa na uzito kupita kiasi, unajua hiyo imekuwa tatizo kwangu. Na nadhani, unajua kuchanganya na shughuli za kimwili na lishe isiyo na afya. Kwa hivyo kuwa na uzito kupita kiasi, kubeba uzito wa ziada, ndio, hakika. Pia nilikuwa na viwango vya msongo wa mawazo. Kabla ya kiharusi, kujua kuhusu vihatarishi, sikujua. Sikuwa na ujuzi wowote juu ya, najua kiharusi ni nini au jinsi kiharusi kinavyosababishwa. Kihatarishi cha kwa nini kiharusi kilinitokea ni kwa sababu popote unapoenda lazima uchukue vidonge vyako, chochote unachofanya, hasa ikiwa una ugonjwa wa kisukari, mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida. Hiyo ni warfarin.
Hiyo ndio muhimu zaidi, ni kwamba nina mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida na lazima nichukue warfarin na pia vidonge kwa ajili ya shinikizo la damu. Na ugonjwa wangu wa kisukari, unajua, na nilikuwa na furaha sana ya kwenda visiwani kwa safari yangu, nilisahau. Na hiyo ndio jambo muhimu zaidi, ni kuhakikisha unachukua vidonge vyako popote unaposafiri, kwa sababu hii ndio iliyonitokea. Ni kwamba namaanisha inaweza kuchukua muda tu bila vidonge vyako, lakini mara unapozidisha, kama mimi nilienda kwa wiki moja, ambayo ni bahati kwamba bado niko hai leo, kwa sababu vidonge hivi ndivyo vinavyonifanya nipumue kila siku. Kwa hivyo hiyo pia ndio iliyoleta kiharusi, ilikuwa ni lishe yangu, uzito wangu. Unajua, wakati nilipopata kiharusi nilikuwa na uzito wa kilo 140 na sasa nina kilo 130 au 129. Kwa hivyo polepole na bado nashuka, ndio maana unaona niko hapa bado naongea, kwa sababu sikupaswa kuwa hapa kweli, lakini hilo ndilo jambo lingine unalopaswa kuangalia, ni kile unachokula. Na kuona na ugonjwa wangu wa kisukari, nimeacha sukari na yote hayo. Kwa hivyo natumaini niko kwenye njia sahihi ya kupona. Kabla ya kiharusi changu, ningesema nilikuwa tu katika kiwango cha chini cha hatari, kwa sababu nilifanya mazoezi na nilitazama lishe yangu, na nilikuwa nikipata matibabu ya kawaida kwa ajili ya maumivu ya kichwa. Lakini ilikuwa baada ya kuwa hospitalini ndipo nilipogundua kolesteroli yangu ilikuwa juu. Kwa hivyo nilihitaji kuzingatia zaidi hilo. Vihatarishi nilivyokuwa navyo kabla ya kiharusi changu. Nilikuwa mvutaji sigara mzito. Nilivuta sigara 60 kwa siku. Nilikuwa nikivuta tangu nilipokuwa labda na umri wa miaka 13 au 14. Na zilikuwa pamoja nami. Na ndio, nilikuwa nikivuta 60 kwa siku, na haikuonekana nyingi sana. Sikuweza kuvuta darasani, lakini mara tu nilipotoka nje, nilivuta moja. Nilikuwa na cholesterol ya juu. Nilikuwa na upasuaji wa moyo. Na kwa upande wa shughuli za kimwili, sidhani kama nilifanya chochote. Sikufanya shughuli yoyote. Nilicheza snooker na vitu kama hivyo. Na hivyo ndivyo kikomo cha shughuli zangu wakati huo. Nilikuwa na shughuli fulani na shule. Daima kuna kiasi fulani pale. Lakini mbali na hapo, hakukuwa na shughuli yoyote kabisa.